tuna mifumo mingi, tuna smartphone kubwa, lakini namna gani tunatumia mifumo ndio changamoto inayotukabili. Sisi wizara kwa upande wetu, kwa kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari ya Muungano, tuna tume ya kulinda taarifa binafsi ya Tanzania. Kwa sasa tume ile italinda mambo yote ambayo yanahusiana na muungano, ikiwemo suala la mawasiliano, ni jambo la muungano. Lakini kama upande wa Zanzibar, tunayo tayari sheria ambayo itakwenda kuanzisha tume ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa mambo yote ambayo yasiyo ya muungano. Kwa maana hiyo, hapa hakuna jinsi, utumiaji wako wa mifumo, utumiaji wako wa vifaa vya mawasiliano ni muhimu sana. Tunasisitiza nyinyi mliopo hapa na wale waliokuwa majumbani kutizama na kuzingatia usalama wa mitandao, lakini kuhifadhi na kutunza taarifa zako binafsi. Sasa hivi tuna sheria kali ambayo inasimamiwa chini ya muungano kwamba unapoweza kumfanyia mtu hujuma ya aina yoyote kwa taarifa zake binafsi, ama picha ama jina, yote haya yanaingia katika kesi jinai. Katika miongoni mwa matamko au vipengele vya sheria ya udhalilishaji, ikiwa mtu anapita njiani ukamnadi tu Ali, tayari ni kosa. Ndio, mathalan mtoto mwanamke, mwanafunzi anapita njiani, alafu atokee mtu akute kwa jina lako. Watu wangapi walikuwa wanahitaji jina lako hawalijui? Kwa maana hiyo muda ule wanafanya wanalijua. Kuna mfano umetokea na kwenye mitandao wamekuwa wanaitia sana ile clip. Baba na mama, sio kwa ubaya, kwa wema tu, na kwa sababu kuona tayari wana iPhone 15, huyo si ana iPhone ngapi, mtoto wao tangu amemzaa, tunasema wanamuexpose. Yaani kazaliwa leo, kaota jino, yuko kwenye mtandao. Katambaa, yuko kwenye mtandao. Birthday ya kwanza kwenye mtandao. Mtoto kafikisha miaka 6, kafatana na mzee wake wamekwenda mall. Ni kijiji hicho, mtaa huo. Kuingia mlangoni tu kuna mtu anamuita. Na ujambo, unaendeleaje? Birthday yako kesho kutwa Yule mtoto kashangaa, huyu nani anajua vipi? Kasogea mbele, na ujambo, unapenda keki ya chocolate, nitakuletea. Anajiuliza huyu nani? Kumbe zile taarifa wazazi wake ndio walokufanya nini? Walikuwa wakizitoa. Sasa ndani ya sheria yetu ya ulinzi kuna sheria kali ambayo hata mzazi, mimi na wewe, kwa watoto wetu wenyewe, mtoto akifika miaka 18 akigundua kama ulimuexpose na akapata athari na exposure ile, ana haki ya kukushtaki na mzazi unafungwa. Na kupeni hiyo uhalisia muweze kuona kwamba suala la taarifa za mtu binafsi ni suala very sensitive. Kadiri imeanzishwa baada ya kuona kuwa kuna pengo kubwa sana kabisa kwa jamii katika kuelewa mifumo ya kidigitali, lakini na elimu ya teknolojia ya habari na mawasiliano kwa ujumla wake. Ndipo Takadiri ilipozaliwa katika kuliziba hilo pengo. Kwa hiyo hii project ambayo tumeipa jina la Digital Gap Awareness Program, kifupi chake tumeita DGAP. Hii ni programu ambayo inamhusu kila mtu, na mara hii kauli mbiu yetu tumeita hii ni ya kila mtu, tukiwa tunalenga kuwafikia watu wengi katika maeneo yetu ya karibu ya wilaya ya Mjini, lakini na wilaya nyingine, lakini Pemba, lakini pia Tanzania kwa ujumla. Tukiwa tunamaanisha kuwa project hii inamhusu kila mtu katika kushiriki, ili kupata elimu na mwongozo sahihi namna gani anaweza kujidhibiti na kujihudumia yeye mwenyewe, kuhakikisha kuwa anatumia mifumo ya kidigitali katika kujaza fomu za online pamoja na application tofauti kwa usahihi. Kwa sababu shida ambayo tumeiona sisi Takadiri sio kuwepo kwa mifumo ya kidigitali, no.
Shida ni kwamba mifumo ya kidigitali badala ya kuwa ndiyo solution ya kuweza kutatua zile changamoto, sasa imekuwa ndiyo mzigo mkubwa manake kwa watu katika kuitumia ile mifumo. Sisi Takadiri tumekuja kwa ajili ya kuliziba hili gap ambalo tunawaita watu kuja kuwaelekeza namna gani wanaweza kutumia kwa njia sahihi ili kuweza kufanikisha hilo jambo lao. Kwa hiyo mwito wangu ni kwamba tarehe 27 tunategemea kuanza rasmi mafunzo yetu ambayo yatakuwa kwa njia tofauti, ikiwa njia ya online na njia ya kushiriki darasani. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote, ikiwa ni mwanafunzi, ikiwa si mwanafunzi, lakini hivi vitu vyote wewe vinakuhusu, kwa sababu tutakuwa na kipengele cha mifumo ambayo inahusu wanafunzi peke yake, lakini pia tutakuwa na mafunzo ya kutumia mifumo ya huduma za kiserikali. Kwa mfano kama maombi ya vitambulisho kwa kupitia NIDA, kupitia ZCSRA, lakini pia zana ajira na mifumo mingine tofauti ya kibenki na mifumo mingine. Mwanzo kabla ya kujiunga na taasisi hii ya Takadiri nilipata changamoto sana, ambapo nilitoka diploma. Nilikuwa sielewi chochote, sijui masuala ya mikopo, sijui kuomba, sijui nini, sina ninachokijua. Lakini nashukuru Mungu, alhamdulillah, kwa kupitia niliingia WhatsApp kwenye magrupu yale ya matangazo ya ajira, nikakutana na link na matangazo ambayo ya Takadiri. Hapo ndipo mimi nilipojiunga na hiyo Takadiri. Nilijifunza mambo mbalimbali. Kwanza walitufundisha jinsi ya kuunda email. Walitufundisha jinsi ya kuunda email, na email ambapo unaiunda inahitaji password, na password ukisahau. Pia walitufundisha jinsi ya kubadilisha password katika email yako. Walitufundisha jinsi ya kutuma vitu kwa kupitia email, kwa kuhifadhi vitu ambavyo visipotee kwa kutumia hiyo email yako. Anawashajihisha na wanafunzi wengine waliomaliza form 6, waliomaliza form 4 wanataka kwenda chuo, na waliokuwepo chuoni kuweza kujiunga na Takadiri Company Limited kuziba pengo la kidigitali.